Moja ya mambo bora unayoweza kufanya ikiwa wewe ni mvutaji sigara au mtumiaji wa tumbaku ili kupunguza hatari ya kupata kiharusi siku zijazo ni kuacha haraka iwezekanavyo. Uvutaji sigara ni moja ya mambo yenye madhara zaidi ambayo mtu yeyote anaweza kufanya. Unapunguza umri wa kuishi kwa wastani wa miaka 10. Lakini ukiacha kuvuta sigara, ndani ya siku, wiki na miezi, hatari ya kupata kiharusi siku zijazo inapungua kwa kiasi kikubwa. Hivyo kwamba baada ya takriban miaka 5 baada ya kuacha kuvuta sigara, hatari yako ya kupata kiharusi inashuka hadi karibu sawa na mtu ambaye hajawahi kuvuta sigara kabisa. Tatizo ni kwamba uvutaji sigara ni tabia inayolevya sana. Na moja sababu za hilo ni kwamba sigara au tumbaku ina nikotini. Ni dutu inayolevya sana. Kwa hivyo nina vidokezo kadhaa ya kukusaidia kushinda utegemezi ulionao kwa tumbaku, kuishi maisha yasiyo na moshi na kurudisha afya yako kama mtu ambaye hajawahi kuvuta sigara. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kuweka tarehe ya kuacha. Hilo ni jambo muhimu sana kufanya. Unahitaji kufanya ahadi. Weka mduara kwenye tarehe kwenye kalenda, labda katika wiki 1 au wiki 2 zijazo, na anza kujiandaa kwa jaribio lako la kuacha. Nasema jaribio la kuacha kwa sababu wavutaji wengi huacha mara nyingi kabla ya hatimaye kuacha kabisa. Lakini unaweza kufanya hivyo, na hapa kuna baadhi ya mambo unayoweza kufanya mbali na kuweka tarehe hiyo. Wakati mwingine watu hupata msaada kwa kuanza kupunguza kabla ya tarehe ya kuacha. Hivyo kufikia tarehe ya kuacha, tayari wameanza kupunguza idadi ya sigara wanazovuta. Hilo hufanya iwe rahisi kidogo. Jambo la pili ni waambie baadhi ya familia na marafiki zako unachotarajia kufanya. Hilo linakufanya uwajibike kwa kama utafanikiwa au la, na kujenga kikundi cha msaada karibu nawe, kwa sababu ni ngumu. Unapoacha kuvuta sigara, ubongo wako unakoma kupokea nikotini ambayo umeizoea, na unaanza kuhisi baadhi ya athari zisizopendeza za kujiondoa. Kwa hivyo jiandae kwa athari hizi ambazo zinaweza kuwa ukosefu wa umakini, kuhisi kichefuchefu, kulala vibaya, kuwa na hasira na kukasirika, hata kuwa na huzuni kidogo. Unachacha kufanya kusaidia ni kuwa na mikakati ya kukabiliana. Hii ni pamoja na ikiwa unahisi hamu ya kuvuta sigara, kuwa na chupa ya maji karibu na kunywa maji. Simama na kunyosha miguu yako. Tembea ofisini au tembea mtaa. Kujua kwamba utapitia hisia na uzoefu huu ni nusu ya vita na zitadumu kwa wiki chache tu. Hata hivyo, hamu ya ghafla ya kuvuta sigara itaendelea kujitokeza, labda kwa miezi au hata miaka, na unahitaji kuwa tayari kwa hizo na usishangazwe. Sasa, kuna njia nyingine za kukusaidia kuacha kwa ufanisi, na kwa hizo, unaweza kuhitaji kwenda kumwona mtaalamu wa afya kama daktari au muuguzi au mfanyakazi mwingine wa afya. Kuna aina mbalimbali za dawa ambazo zinaweza kuongeza mara 2 au hata mara 3 nafasi zako za kuacha kuvuta sigara kwa mafanikio. Baadhi ya hizo ni dawa unazotumia kwa mdomo, kama vile dawa inayoitwa Varenicline au nyingine inayoitwa Zyban au Bupropion. Lakini mara nyingi zaidi, tiba za kubadilisha nikotini kama vile kiraka cha nikotini, gum, lozenge na dawa ya kunyunyiza. Kuna bidhaa 7 au 8 tofauti za kubadilisha nikotini. Zote hufanya kazi kwa kupunguza dalili zisizopendeza za kujiondoa katika mwezi wa kwanza au wiki 6 wakati zinapokuwa kali zaidi. Na huhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu nikotini katika bidhaa hizi. Iko katika kipimo cha chini kuliko unachopata katika moshi wa sigara yako, na inachukua makali ya hisia za kujiondoa. Na kama nilivyosema, inaweza karibu kuongeza mara 2 au hata mara 3 nafasi za kuacha kwa mafanikio. Kwa hivyo, ningekuhimiza kuchukua faida ya kile kinachopatikana. Ikiwa haipatikani, hiyo ni sawa. Fanya uamuzi huo wa kuacha, weka mikakati kadhaa ya kukabiliana.
Unaweza kuongeza uzito kidogo kwa muda wakati unapoacha kuvuta sigara. Hilo ni kawaida. Na kufikiria kuhusu hili mapema kwa kujenga mazoezi katika mpango wako wa kukabiliana katika kipindi hicho, kama vile kwenda kwa matembezi ya nusu saa kila siku, ni nzuri kwa kudhibiti kujiondoa na pia ni nzuri kwa afya yako na kudumisha uzito. Kwa muda, uzito wako unaweza kurudi kuwa wa kawaida na ni bora zaidi kwako kwa swala la hatari ya kiharusi kuacha kuvuta sigara kuliko kuongeza kilo chache. Kwa hivyo, wakati wowote ni wakati mzuri wa kuacha kuvuta sigara. Hata kama uko katika miaka ya 70, 80 au 90, ni wakati mzuri wa kuacha kuvuta sigara. Utaanza kuboresha afya yako kutokana na kuacha kuvuta sigara ndani ya dakika, siku na wiki, na utajisikia vizuri kwa hilo na utaokoa pesa. Kwa hivyo ningekuhimiza kufanya hivyo. Acha sasa na acha kabisa.